Kufungua njia katika kufikia utekelezaji wa matakwa ya kikatiba ya kuwezesha uundwaji wa serikali ya umoja wa kitaifa kwa mujibu wa vifungu vya 9 kifungu kidogo cha 3 na 39 vya katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984. Hatua hii ya leo ni muhimu sana kwangu kama kiongozi wa nchi katika utekelezaji wa azma yangu ya kuimarisha umoja, maridhiano na mshikamano wa wananchi wa Zanzibar, ili kwa pamoja tuweze kushirikiana katika kuleta maendeleo ya nchi yetu kwa manufaa ya wananchi wote. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, napenda nikuhakikishieni kuwa niko tayari kushirikiana na viongozi wenzangu kusimamia awamu ya pili ya mchakato ambayo inaanza kwa hatua hii ya kutolewa kwa tamko hili la pamoja na kufuatiwa na hatua nyingine ikiwemo mazungumzo ya ajenda zilizokubaliwa. Ni mategemeo yangu kuwa awamu ya pili ya mchakato utaongozwa na dhamira ya dhati ya kupata muafaka na kwamba maslahi ya Zanzibar yatawekwa mbele kwa lengo la kujenga mustakabali mwema wa nchi yetu na watu wake. Ni dhahiri kuwa hatua ya muafaka tunayoilenga baada ya utiaji wa saini tamko hili la pamoja itazidi kuimarisha imani za wananchi na wadau mbalimbali wakiwemo wawekezaji, wafanya biashara na washirika wa maendeleo katika kuendelea kushirikiana na Zanzibar katika utekelezaji wa mipango yetu mbalimbali ya maendeleo. Hivyo, natoa wito kwa viongozi wote wa vyama vya siasa na wananchi wote wa Zanzibar kuunga mkono dhamira hii njema ya kuleta maelewano na maridhiano ili kuchochea maendeleo na mustakabali mwema wa nchi yetu. Kwa upande wetu viongozi, na wahakikishia wananchi wa Zanzibar kwamba tutausimamia mchakato huu kwa dhamira ya dhati na kwa kuweka mbele maslahi mapana ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, nchi yetu ina historia ya mafanikio katika utekelezaji wa maridhiano ya kisiasa kama ilivyotokea mwaka 2001. Wazee wetu waliosimamia mchakato huu hadi kufikia hatua ya kusainiwa kwa tamko hili la pamoja, Dr. Amani na Dr. Sheni, wana uzoefu wa kutosha unaotokana na hatua za maridhiano zilizopelekea Zanzibar kufanya mabadiliko ya katiba na kuwa na serikali ya umoja wa kitaifa. Aidha, sababu nyingine inayonipa matumaini ni kubaini kuwa wananchi wengi wa Zanzibar na wa Tanzania kwa ujumla wanataka maridhiano na ni waumini wa umoja, amani na mshikamano. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, mabibi na mabwana, katika kufanikisha utekelezaji wa tamko hili la pamoja, naomba sana dua za viongozi wa dini na waliunge mkono jambo hili. Aidha, napenda nitoe wito maalum kwa wananchi wote wenye nia njema na wapenda maendeleo kuona umuhimu wa kuunga mkono hatua hii ya utiaji saini wa tamko la pamoja, kwani maendeleo ya Zanzibar yataletwa kwa jitihada zetu za pamoja, nchi ikiwa katika hali ya amani, umoja na mshikamano. Waheshimiwa viongozi, ndugu wananchi, mabibi na mabwana,